Alright, MPJ mifumo, karibu tuone mfumo wetu safi kabisa kwa ajili ya uchakataji wa matokeo ya mock, lakini pia uchakataji wa matokeo ya joint kwa level ya wilaya ama joint ya mitihani yoyote ile, na hii ni kwa ajili ya O level. Hii ni kwa ajili ya sekondari ya chini. Kwa hiyo mfumo wetu bwana, ukiingia tu kwenye address yake, ukipewa link ukiingia tu basi utakutana na mitihani yote ambayo iko loaded kwa tangu mfumo uanze kutumika. Kwa mfano mimi nimerodi tu matokeo ya mfano ya 2024, 2025 na 2026. Yaani hii ni mifano ya mitihani iliyofanyika kwa level ya mkoa. Kwa hiyo mfumo huu bwana unakupa ladha ile ile kama ya muonekano wa mitihani yetu mikubwa na website zetu za matokeo za kitaifa. Kwa hiyo basi ukifika hapa wewe kama mtazamaji utaweza kuchagua linki na kuingia. Kwa mfano nataka mimi niingie kwa 2026 na remember hapa nimerudi tu shule chache kama za mfano, na unaweza ukasearch hapa kwa herufi, basi utaweza kuona namna hiyo hapo. Kwa kama na shule zako 200, 300, 400, 500, 1000 zote zitatokea hapa chini katika muonekano mzuri kama huu. Na hapa bwana unaweza ukasearch pia namba ya mwanafunzi. Kwa mfano mimi nikawa na namba hii hapa, nina uwezo wa kumsearch huyu mwanafunzi na instantly nikaona pia matokeo yake yapo kama hivi. Kwa mwanafunzi akija hapa ana uwezo wa kusearch na akaendelea vyema kabisa, lakini pia ana uwezo wa kufungua shule moja kwa moja na akaona matokeo ya shule hiyo, na still bado akaweza kuprint hapa ama akaweza kudownload HTML file ambalo ni nyepesi zaidi kuliko PDF. Kwa hiyo mfumo wetu bwana uko safi na matokeo yote yanaonekana instantly kama hivi. Kwa hiyo nataka nieleze sasa wewe kama user na kama admin wa mfumo huu utaingia sehemu hii imeandikwa ingia. Huku ndo kuna maajabu yote yanaenda kufanyika. Sehemu hii ni kwa ajili tu matokeo yakishakuwa tayari basi linki zitatokea hapa automatic kabisa na utaona kwamba matokeo tayari yapo. Kwa hiyo sasa tunaingia sisi kama user, na kama user basi tutaingia kwa password na username mpj mifumo hapo, and then nitaingiza na password zangu, and then nitaingia kwenye mfumo rahisi kabisa kama hivi. Kwa hiyo hapa bwana, mfumo wako unaruhusu uweze kuwa na view nyeusi na view yani theme nyeusi na theme nyeupe kwa wale ambao wanapenda rangi nyeusi, especially kama unafanya kazi usiku. Hii ni rangi nzuri zaidi na iko very comfortable kwa ajili ya kutenda kazi sehemu yenye mwanga mdogo. Lakini hii ni bomba pia kwa ajili ya muonekano mzuri wa namna hii. Kwa hii ni dashboard yetu. Mfumo huu unafanya kazi online na unafanya kazi offline. Kwa hiyo kama uko connected online utaona hapa pana rangi ya kijani hapa. Na kama haujawa connected basi sehemu hii itakuwa ni nyekundu. Kama tayari umefanya connection ya mtandaoni lakini connection imekata, labda mtandao hakuna, basi hapo utaona nyekundu. This time sija connect mtandaoni, manake sijaweka server yangu mtandaoni wala database yangu mtandaoni. Hapa nautumia kama offline 100%. Kwa hiyo sehemu hii kuna tabs hizi zinajieleza vizuri ya sehemu ya waliosajiliwa, waliofanya, wasiofanya, pass rate ni ngapi, shule zilizoshiriki ni ngapi, GPA ni ngapi, division 0 ambazo of course ni red flag lazima zionekane hapa. Lakini ninaweza nikaona wilaya gani imeongoza, kata ipi imeongoza, shule gani imeongoza, lakini pia mwanafunzi yupi bora na somo lipi limeongoza, lakini pia na maeneo ya kufanya ufuatiliaji, sehemu gani huko chini zaidi. Lakini chart hii hapa ya division, na hapa kuna masomo 10 yaliyofanya vizuri, naweza kuona hapa na average zao. Na huku chini kuna summary hapa, ni muhtasari. Kumbuka hii ni dashboard kwa hiyo unaweza ukaona halmashauri zako zote zitakuwa zimetokea hapa, na utaona pia kata zako zote zitatokea hapa, shule zako zote zitatokea hapa, na kila kitu umiliki na nini viko hapa, viko very
instantly. Na wanafunzi pia watatokea hapa, wanafunzi wale 10 bora, lakini pia divisions zitatokea hapa kwa performance generally, lakini pia masomo yako yatatokea hapa, performance wamefanya wangapi na kadhalika katika kila somo. Na baada ya hapo sasa unaweza ukafilter hapa kwa halmashauri. Unaweza ukaamua halmashauri yako ipi, uone summary yake hapa. Halmashauri zako zote unaweza ukaona kwenye dashboard hapa summary yake. Sehemu hii ni ya kutoka, yani kwenda kwenye login page, na huyu ndiye ambaye ame log in, lakini ukitaka sasa kuona menu nyingine basi unabofya hapa. Yep. Ukibofya hapa utaweza kwenda sehemu ya kwanza, page ya kwanza ni usajili, ambapo utasajili masomo. Hapa unachokifanya ni unaongeza kifupi cha somo, unaandika jina somo, kama lina practical unaweka hapo tick, and then unahifadhi taarifa hiyo na somo hilo litajipanga alphabetically kwenye hizi metric bars. Na good enough utaona jumla ya masomo yaliyosajiliwa ni mangapi, lakini yenye practical ni mangapi, na masomo ya kawaida obvious ni mangapi. Lakini pia unaweza ukaamua usajili kwa kutumia Excel. Kwa hiyo utabofya hapa, download Excel file kwa ajili ya kwenda kusajili masomo, na utaona kwamba kama somo halina practical unaweka 0, lakini kama somo lina practical unaweka 1. Okay. Ukibofya hapa automatic inakuwa downloaded ndani ya sekunde tu hapa, na ukifungua chap kwa haraka basi inaonekana namna hii. Kwa hiyo kama somo lako lina practical basi unaweka 1, lakini kama somo halina practical wewe unaweka 0. Unasajili masomo yako na vifupi vyake hapa vizuri sana, na kisha basi unakupa kazi yako imekwisha. Unavuta sasa, somo litaongezeka. Kwa mfano mimi nikisema labda tuongeze somo moja linaloitwa let's say commerce, mimi niandike com kama kifupi, alafu hapa niandike com, alafu then niandikeje hapa, niweze kuandika commerce, niandike hivi, alafu halina practical nitaweka 0 and then nitasave. Kwa hiyo nataka nikuoneshe namna tu ya kusajili masomo kwa njia rahisi. Hapa yako 12, kalili yako 12. Kwa hiyo ninakwenda kuvuta, nina import ile ya masomo yale ambayo yamekwisha kusajiliwa wala hayatajirudia. Niki import hapa tayari utaona anakwambia masomo yako mangapi, 13. Commerce imeongezeka hii hapa. Yep. Na kama utarefresh, ukirefresh itaonekana pale. Naam. Kwa hiyo ukiangalia sasa hesabu yako imekaa vizuri kabisa na masomo yamefanyaje, yameongezeka. Kwa hiyo sasa ukija baada ya hapo tunaweza tukahalili hayo masomo kwa sehemu hii, na unaweza pia ukafuta somo hilo kwa eneo hilo hapo. Naam. Kwa hiyo sasa tunaweza pia tukasajili wanafunzi. Sasa baada ya kusajili masomo yetu yote, tukasajili wanafunzi wetu hapa. Tukasajili wanafunzi. Kwa hiyo sehemu hii ya kusajili masomo tumeshamaliza of which, na tunaweza tukasajili sasa wanafunzi. Usajili wanafunzi kuna namna kuu moja. Ya pili nzuri ni kama unataka kuongeza mwanafunzi manually, unaweza ukamuongeza hapa, ukaandika jina kamili, namba ya mtihani, halmashauri yake, kata, shule hapa, jinsia yake, umiliki, shule alipo na mwaka, ili kwamba ukisajili 2026 basi atasomeka kwenye mfumo, yupo kwenye matokeo ya 2026. Ukibadili mwaka basi atasomeka katika mwaka huo tofauti. Kwa hapa utaongeza na utakuwa umekwisha kusajili, lakini pia unaweza ukasearch wanafunzi ambao wamekwisha kusajiliwa hapa, lakini vile vile unaweza uka export CSV file na ukaingiza hiyo template. Unaposema CSV, hii ni Excel kiji template cha Excel ambacho kinakupa kina taarifa zote za kujaza. Kwa utasajili pale na kila kitu, na mwisho siku utaivuta, ni sekunde 1-2 tu inakupa imekwisha kuleta usajili wote kwenye mfumo huu. Na baada ya hapo ukishamaliza kufanya hivyo ni rahisi tu, unavuta hapa correction template, template ya wanafunzi. Basi mimi ya kwangu imekuja na majina kwa sababu nime export yote. Utaandika tu majina pale, namba ya mwanafunzi,
namba ya mtihani ambayo na jina kamili, utaweka wilaya alipo, utaweka kata alipo, utaweka jina la shule, utaweka jinsia, umiliki na mwaka ambao anafanyia huo mtihani. Kwa hizo data ni unaziweka, unaweza ukaweka kama una deal na halmashauri, unaweza ukaziweka tu zimeongozana kwenye template moja, halafu ukazivuta kwa pamoja, ama ukazivuta shule hadi shule, shule hadi shule. Mfumo unakuwa na feed kwa namna hiyo. Kwa simply tu, kama kuna mabadiliko yoyote, ukija hapa ukivuta, basi taarifa zinaingia vizuri kabisa. Una select, unasema na wanafunzi, basi moja kwa moja unaambiwa wanafunzi hao wamewekwa wanafunzi sifuri. Walioruka, yani waliokuwepo au wenye hitilafu ni hawa 1278. Hapa hawa wameachwa kwa sababu hakuna taarifa tofauti na hii ambayo ipo kwenye mfumo, ndio maana hakuna kilichoongezeka. Kama kuna changes yoyote tungeifanya kwa mwanafunzi yoyote, basi angeweza kuongezwa ama kubadilishwa. Baada ya kuingiza wanafunzi wako wote sasa, kazi inayofuata hapa simple ni data entry. Lakini data entry hii simple kabisa. Peji yetu ya data entry tuna namna kuu mbili. Moja ni ya muhimu sana. Namba moja naeleza hapa kwenye correction template masomo yote. Hapa utapakua correction template ambayo itatoka na masomo yote uliyoyasajili na taarifa za wanafunzi. Kwa hiyo utakuwa unakwenda unaweka sasa, labda ni una usajili ule wa majina kwa kila shule, umeshatengeneza zile templates za usajili kwa kila shule, basi unatumia sasa hizo kufanyaje, kuingiza maksi kwa masomo aliyoyafanya na wanaoshiriki kwenye shule hiyo. Usibadilishe jina la somo wala position ya somo kwenye hiyo template, wala usirename ile sheet yenye kubeba hayo majina na masomo. Kwa hiyo utarename kwa nje, yani ile workbook name kwa nje unaweza ukarename ukaipa jina la shule, lakini worksheet usirename, unaiacha kama ilivyo. Kwa hiyo ni simple tu hii. Ukifika utaingiza alama vizuri kabisa na good enough. Ukizidisha alama, ikizidi 100 itakataliwa, haitaingia kabisa kwenye mfumo wetu na utaambiwa namba fulani fulani imezidi 100. Lakini namna nzuri pia, kwa mfano una deal na data chache, basi unafanya kwa somo moja moja. Kwa maana ipi? Unachagua hapa somo, kwa mfano geography, unakuja unachagua hapa shule, kwa mfano mimi nataka labda yes hii hapa, basi utaingiza pale, unagonga enter, inaingia. Kwa mfano nikizidisha let's say 780, unaona imeweka nyekundu. Nikienter itakubali kwenda, lakini hapa nimeachiwa alama nyekundu, na hii ni ishara kwamba hapa haitakwenda kuingia, itagoma. Nikisema nihifadhi hizo alama, nitaambiwa tu kwamba alama hizo hapo zimehifadhiwa zote hizi, lakini zilizokataliwa nje ya wigo ni moja, ambao ni namba ngapi? Namba 10 geography. Yes, namba 10 hii hapa ya geography, somo letu ambalo tumeliselect hapa. Kwa hiyo haitakubali kuhifadhi isipokuwa namba hiyo ni sahihi, basi ikiwa sahihi zitahifadhiwa kama hivyo. Kwa hiyo ni rahisi sana, na unaweza hapa pia ukaprint kwa somo hili. Kwa hiyo ukisema print kwa hili somo, basi automatic kwa ajili ya checklist watakwenda kwa ajili ya list 1 watakwenda kupitia namna ulivyoingiza ni sahihi ama sio sahihi. List 1 ni kazi yao, kama mko na list 1 kwenye panel za usahishaji. Then baada ya hapo unakwenda kuona sehemu ya madaraja, ambapo tutaona grading system. Hii ni ya kawaida by default iko hivi, lakini pia kuna sehemu ya kustandardize, kusawazisha alama. Unakuta labda somo la mathematics limefanya vibaya. Kama limefanya vibaya, basi unaweza ukalisawazisha kwamba hizo alama zivutwe kwenda kwenye wastani wangapi, wastani unaoutaka wewe. Kama ni 50, basi utafanyaje? Utaweka hapa. Kwa hiyo baada ya hapo tukisema tuoneshe alama, naona kama tukivuta kwenda 50, that means huyu mwenye 31 atakwenda labda 60 na ngapi huko. Kwa hiyo tumevuta sana. Kwa hiyo tunaweza tukachokifanya sisi tunavuta labda kwenda kwenye 40 hapa,
Yapo, na tukisema onesha unaweza ukaona inapanda namna hiyo. Kwa utabalance kwa namna hiyo. Na hapa unaweza pia ukaamua kuzuia alama. Kwa mfano mimi nizuie kuanzia 75, nizuie hadi 100, nizuie hapa, halafu mimi nije nioneshe hapa na zitabaki hivi, lakini zile alama kuanzia hiyo nilosema hazitaathirika. Kwa hiyo tuseme namna hiyo. Kwa mfumo wetu ni very simple sana. Kwa hiyo unaweza ukatekeleza na ukafanya kwa somo. Hii inafanyika kwa somo, una balance kwa somo moja moja. Ukishamaliza hilo somo moja moja, basi una apply, itakwenda kuingiza kule automatic. Unabadilisha sehemu hizi zote. Kumbuka eneo hili tunacheza na Z-score pamoja na T-score. Z-score pamoja na T-score tunacheza nazo hapo. Kwa wale ambao wanafahamu namna ya kustandardize eneo hilo, basi ni sehemu ya kwenda kudili napo kisawasawa. Haya, kwa hiyo baada ya hapo umesha standardize matokeo yako, umesharidhika alama zimevutwa vizuri na zina balance vizuri, unakuja sehemu ya matokeo. Sehemu ya matokeo ni sehemu ambapo unaweza ukaenda ukaona matokeo yako automatic kabisa. Ukibofya hapo utaweza kuchagua za halmashauri, kata, utaweza kuchagua hapa bwana, hapa juu utaweza kuchagua shule, lakini pia unaweza ukachagua na mwaka ambao unataka kuona matokeo fulani. Kwa mfano unataka zote sawa, lakini automatic chagua mwaka wako hapa. Wewe ni admin au ni user, uko ndani ya mfumo. Kwa huku ni manuva yako ndani ya mfumo yanafanyika namna hii. Lakini pia unaweza ukatafuta namba ya mtihani ya mwanafunzi huyo. Kwa mfano nikisema shule moja hii hapa, ambapo ninaweza nikatafuta namba labda iwe ni S6521 mkwaju labda 34. Huyu 34 tayari mpaka hapo anapatikana mmoja huyo hapa, na matokeo yake tayari na kila kitu kinaonekana hapa. Kwa mfumo unafanya filtration, na kwa huyu mwanafunzi mmoja unaweza ukamlenki alivyo perform, amekuwa wangapi kwa somo fulani, kiwilaya na kimkoa. Kwa ni simple, very simple sana kuweza kufanyaje, kuchakata na kuweza kuona taarifa, lakini bado hapo unaweza ukaangalia zaidi yeye kama yeye huyu mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo iko namna hiyo ndugu zangu, mfumo wetu unafanya kila kitu kiwepesi kabisa na hauna mawaa. Mfumo ni mzuri, unafanya kila kitu vizuri sana. Unaweza ukabadilisha headers zako hapa na bado zikasomeka vizuri tu. Kwa hiyo ukibadilisha shule yoyote utaona pia mabadiliko instantly pale pale kama tunavyoweza tukaona hapo. Lakini pia kuna parent student portal. Hapa ni pale tunapoingiza password na username. Yeye akiingiza namba ya mwanafunzi tu anakuwa ana uwezo wa kuona. Kwa mfano tukisema tutoke, tuje tuingie hapa, na huyu mwanafunzi au mzazi ataingiza namba ya mwanafunzi wake anaifahamu, labda yule 34. Kwa akiingia tu huyu automatic atakuwa ameingia kwa mwanafunzi huyo, na anaweza akafanyaje, akaona performance ya huyo mwanafunzi moja kwa moja kwenye mfumo wetu. Kwa mfumo utaonesha namna hii, mzazi akiangalia hapo, mwanafunzi akiangalia, ni raha, inatia moyo na imekaa vizuri sana, kwamba anaona grade zake alivyo perform, kila kitu ni uwazi, ni sehemu ambapo anaona kila kitu kwa uwazi. Kwa hiyo sasa sisi tuingie tena hapa kama maadmin, halafu tuendelee kumaliza maeneo yaliyobaki. Naam. Kwa hiyo twende sasa, ilikuwa ni sehemu ya matokeo na tunaenda sehemu ya uchambuzi. Hapa tutaangalia uchambuzi wa matokeo yetu. Tukiangalia uchambuzi wa matokeo, tutaweza kuchagua wilaya, tutaangalia uchambuzi wake completely kabisa, na huu uchambuzi kwa kila wilaya tunaweza moja kwa moja ukaja hapa mwisho, sababu hivi vyote hizi linki zote hizi zinakupa analysis huku chini, zinakuwa printed hapa kwenye export hapa. Kwa hiyo tutaweza kupakua CSV file ama tunaweza tukapakua HTML file
ambapo sasa hili ni zuri zaidi. Tukilipakua hili tutaona moja kwa moja tayari iko hapa na itakuwa imepangwa namna hii. Hii ni printable na inajisqueeze vizuri kabisa. Ni analysis ambayo inapaswa ipatikane kule wilayani au mkoani kama mfumo umetumika kwa level hizo. Kwa hiyo utakuwa umeweka analysis zote kabisa. Ukiangalia hapa kuna utabiri. Huu utabiri tunatabiri kama watakuja waperform namna gani. Watakuja waperform namna gani hawa watoto. Kwa mfano huyu bwana yuko na 1 hapa kwenye moko, tunatabiri NECTA aje apate 1. Tunatabiri wote watakuja wapate 1. Tunatabiri namna hiyo. Kwa hiyo ni simple, mfumo wetu unatusaidia, lakini kuna hawa wenye 1 mbaya mbaya, 1 zinazokaribia kwenda 2 hawa. Kwa hiyo hawa mfumo moja kwa moja unasema wakiendelea na hali hiyo, kutana na mtihani mgumu ujao, basi wanaweza wakapata 2, japo kwenye moko walipata 1. Kwa hiyo ni utabiri, naona ni utabiri ambao mfumo wenyewe unafanya. Kwa mfano hawa wana 3 na tunaona wanatabiriwa kupata 3, wana 3, wenye 4 watatabiriwa hivyo kuendelea kupata 4 kama wataendelea kufanya hivyo hivyo, lakini kuna indicator ya watu kupata 0 kama wako na 4 mbaya sana. Kwa hiyo mfumo wetu unaendelea unatabiri, unafanya vitu vizuri na utakusaidia pia uweze kuona data zako katika uhalisia wake. Naweza kuona mfumo hapa nimelodi wilaya zote. Naweza nikarodi kwa shule moja moja kama kawaida. Hapa naweza nikarodi shule, labda nifanye utabiri wa shule hii moja. Naweza nikaona wanaotabiriwa, wanatabiriwa namna hiyo, kitu kama hicho hapo, na utabiri wao unakuja namna hii. Kwa hiyo mfumo unajitahidi kufanya hivyo, predictions ya vile vitakavyofanyika. Na baada ya hapo kuna ligi ya shule. Hapa ligi ya shule manake ni ranking ya shule. Wewe unaweza ukaamua urank kwa asilimia au kwa GPA au kwa nini, au kwa kutumia asilimia. Ukirank kwa asilimia utaona yule mwenye asilimia percentage pass kubwa anakuwa ndo wa kwanza. GPA basi yule mwenye GPA kubwa ndo atakuwa wa kwanza. Kwa mfumo unakupangia vyema kabisa. Baada ya hapo wanafunzi bora kwa hapa ambapo ni 10 bora, unaweza ukachagua pia kwa shule, ukaamua uone kwa shule fulani wanafunzi 10 bora ni wapi. Tunaweza ukaamua pia uweke sasa kwa shule zote, lakini nataka iwe wale dhaifu, lakini pia nataka wawe 20. Kwa kila kitu unachokitaka mfumo unafunguka tu, unafanya tu kile ambacho wewe unakitaka, na moja kwa moja unaweza ukachapisha hapa taarifa ya 10 bora wako ama 10 dhaifu na instantly wakakaa vizuri kabisa kama hivyo. Kwa hiyo sasa tuweze kuendelea, tuangalie sehemu ya ukaguzi wa taarifa. Hapa tutakagua data zetu. Tutaona wanafunzi wenye matatizo ni wanafunzi wenye matatizo ni wangapi, jumla ya matatizo ni mangapi. Hapa kuna wengine hawana matatizo, lakini mfumo unatambua kama matatizo kwa sababu unakuta kuna somo hakufanya afu limesajiliwa. Kwa hiyo utahesabia kama sehemu ya tatizo na utakuorodheshea hapo wanafunzi wote ambao wana miss kitu gani. Kwa hiyo unafanya hivyo, utakagua mpaka mwisho, utaona kile ambacho kinaonekana. Kwa hiyo pia kuna afya ya data. Hapa ni sehemu ya kuzingatia zaidi. Hapa kwenye ukaguzi wa data sio issue sana. Issue ni hapa kwenye wanafunzi wasio na alama. Kwa mfano wanafunzi ambao wana alama pungufu, yani wana masomo hayajatimia, incomplete, na kama kuna namba zimejirudia, hapa ukaguzi wake unafanyika. Kwa hapa wanafunzi wasio na alama yoyote, hawa hawajapewa somo lolote, hawajaingiziwa marks, ni hawa hapa inaorodhesha. Lakini wenye alama pungufu, yani masomo chini ya 7, basi wanaonekana hapa wenye incomplete wote. Na ukija hapa chini kuna namba ya mtihani zilizorudiwa, utaziona hapa kama kuna complications kama hizo, lakini masomo yasiyo na alama yoyote yanaonekana pia hapa, na haya obvious nimeyasajili tu this time kwa siku yawekea alama. Na ukija kwenye checkpoint ya matukio, hapa ni kila kitu kilichofanyika, basi unaweza ukaona. Unaweza ukachagua mtumiaji
Kwa mfano kuna huyu ni mwanafunzi ambaye tulijaribu kuingia, yeye pia anahesabika kama mtumiaji. Yaani wanafunzi hata kama ni 50,000 mfumo unawasajili kama watumiaji. Kwa wakiingia tutafahamu mwanafunzi fulani amelogin. Naona mwanafunzi ameingia kwenye portal. Kwa hiyo itaonesha hapa ni wanafunzi wangapi, matukio mangapi. Unaona? Matukio mangapi wamefanyaje? Wameingia wamefanya. Peji zilizoonwa unaweza ukachagua kama ni analytics utaangalia pale na kadhalika. Peji ziko nyingi automatic. Walikoingia wakaangalia utaona. Aina ya matukio utaangalia hapa pia utachagua. Naam. Kwa hiyo sasa mfumo wetu unarekodi kila kitu, na baada ya hapo mwishoni kabisa ni user management, ambapo hapa utaweza kuhalili watumiaji wako na kuwaongeza wengine hapo, and then utawapa halmashauri, yani unapomsajili username, password, jina kamili, aina ya msimamizi ni admin au mkuu wa shule au ni mwalimu au mtazamaji, unampa na halmashauri. Ina maana huyu mtu hatoweza kuona wakati wote akiingia kwenye mfumo data za halmashauri nyingine. Yeye ni mwangalizi wa halmashauri yake, hatoweza kuona data za halmashauri nyingine. That's why hapa tumemwekea nini? Halmashauri, asajiliwe kwa halmashauri fulani. Kwa hiyo iko namna hiyo, na vile vile hii ni sehemu ya kuseti mkoa. Sasa ni kwa ajili ya admin, lakini pia hapa kuna backup yetu. Unaweza ukachukua backup katika mfumo wa DB na ukavuta backup yako hapa na ukarejesha data zako. Kwa hiyo unapomaliza kufanya data entry, kila kitu kimeshakamilika, unapakua backup yako kwenye kompyuta yako, alafu una uwezo wa kuja kuirejesha hiyo backup. Lakini pia unaweza ukaamua hapa kila baada ya dakika 5 mfumo uwe unafanya snapshotting, yani uchukue backup moja kwa moja usave wenyewe, na unapotaka kuja kurejesha, labda kuna mingles zimefanyika, basi unaweza ukaja ukarejesha na itachukua snapshot ya mwisho, kwa hiyo itarejeshwa. Lakini unapokuwa mtandaoni sasa, umeshamaliza kufanya kazi zako labda offline, umewasha internet, basi una uwezo wa kupush hapa taarifa zote zikaenda zikahifadhiwa kwenye database yetu mtandaoni, ama kama kwenye local storage yako, labda umebadilisha kompyuta, labda umepiga window, automatic yale mabaka yote yaliokuwa kwenye kompyuta hayapo tena. Kwa hiyo una uwezo wa kuingia na ukarejesha kutoka kwenye nini, kwenye database ya mtandaoni, na ukasawazisha mfumo wako ukawa unasoma kila kitu vizuri kabisa. Unaweza ukafuta alama zote, ukafuta wanafunzi wote, ama ukafuta vyote kwa pamoja sehemu hiyo, ama unaweza ukafuta matokeo kwa kuchagua mwaka fulani na kwa kufuta matokeo yote. Na mwisho wa siku kikapu ni sehemu ambapo tumefuta chochote tulichokifuta kitakaa hapa. Kwa mfano niende sehemu ya usajili wa masomo, alafu nijaribu kufuta somo moja ambalo halieleweki, ili hapa nifute, nitafuta somo hilo, na nikishafuta nakuja sehemu ya mipangilio na sehemu ya kikapu, nitakuta somo langu hili limefanyaje, limefutwa, na naweza nikarejesha hapa. Kwa hiyo mfumo wetu uko design hiyo jamani, karibu sana MPJ Mifumo. Mifumo yetu ni bomba na inafanya kazi vizuri kabisa. Mifumo yetu ni safi kabisa. Mifumo yetu ni ya kisasa kabisa. Mifumo yetu inafanya kazi mtandaoni na vile vile offline. Karibu MPJ Mifumo tukuhudumie. Tuko na mifumo mingi kweli. Tuko na mifumo mingi uweze kuenjoy kuona matokeo na uweze kuandaa ndani ya wakati. Sekunde 2 tu. Iko mifumo ya msingi na ipo mifumo kwa ajili ya advance, ambao sasa huu ni wa O level kwa ajili ya kuchakata mitihani ya moko na joint za wilaya mbalimbali. Karibuni MPJ Mifumo, we always